Mtazamaji wa Jambo TV, leo ni Julai 2 mwaka 2025. Ni mwaka wa uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii leo tupo hapa katika kijiwe hichi maarufu kabisa cha uuzaji wa kahawa, ambapo watu mbalimbali wamekuwa wakikusanyika kupata kahawa. Hii leo tukasema tufike hapa tuzungumze nao mengi zaidi, hususan kuelekea uchaguzi wa mwaka huu. Kikubwa zaidi tunaangazia wao maoni yao ni yapi, maana hapa kuna wafuasi wa Chadema na hata wale ambao si wafuasi wa Chadema, maoni yao ni yapi kama wananchi wa kawaida kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tunakumbuka msimamo wa Chadema ni bila mabadiliko uchaguzi, wao hawatoshiriki uchaguzi. Hatima yao ni hipi sasa? Maana tumeshuhudia vyama vingine vikiendelea kuchukua fomu na kurejesha fomu kwa wale ambao wanatiania kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tupo hapa tuzungumze na wananchi, tusikie maoni yao ni yapi. Kwa majina naitwa Charles George Ulanga, ni mkazi wa Arusha mjini, ila naishi kata ya Mureti. Unaiona wapi Chadema na wao wamesimamia msimamo wao kwamba bila mabadiliko ya uchaguzi hawatoshiriki uchaguzi? Kwanza kabla ya hayo yote, wewe ni mfuasi wa chama gani? Mimi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ndio. Sawa. Sasa maoni yako ni yapi? Hatima ya Chadema unaiona wapi? Na wamesema watashiriki uchaguzi, lakini vyama vingine mambo shwari, wao wanashiriki uchaguzi. Hamuoni kama mnapotea kabisa kwenye ramani ya kisiasa? Sidhani kama tunaweza tukafikia katika hatua hiyo kwamba Chadema kupotea katika ulingo wa kisiasa kwa sababu ya kutokushiriki uchaguzi wa 2025, kwa sababu hata uchaguzi uliopita 2020 vile vile hatakuwa na uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi tu. Na hata we mwenyewe ukiwa shuhuda tangazaji, Chadema hatukuweza kuwa na mbunge, isipokuwa tukafosiwa tukalazimishwa kuwa na wabunge viti maalum ambao si halali ya Chadema, ambao leo wamemaliza ubunge wao miaka 5, wamechukua cha kwao, stake yao, kinwa mgongo chao sibi milioni zaidi ya 250 bila kuwa na chama chochote, kwa sababu tunachojua sheria inasema ili uweze kuwa mbunge ni lazima utokane na chama, na ili uweze kupata viti maalum lazima kuna idadi ya asilimia ya kura ulioipata katika urais ili uweze kupata viti maalum. Lakini leo 2020 tumekuja kufosiwa tukapewa viti maalum pasipo hizo kura. Basi kwa hiyo tunaenda kwenye uchaguzi 2025. Ni kweli ukiangalia tumepitia katika kadha, yani katika madhila makubwa. Tumeshiriki chaguzi zote kwa kutumia mfumo huu wa taratibu au sheria za kiuchaguzi, tunazosema sheria za kiuchaguzi uhuru, tume huru, wakati hatuna tume huru mpaka leo. Umeona? Tumeshiriki mara nyingi sana, na ili uweze kutangazwa umeshinda udiwani au ubunge, ni lazima nguvu kubwa itumike ya wananchi kudai haki yao kwamba huyu mtu bana, mtu wetu ameshinda. Lakini wakati huo lazima tuende kwa mtendaji, lazima tusimame, na hapo kuna wengine wanaoumizwa, wanavunjwa, kuna wengine wanauliwa. Ukija kwenye uchaguzi wa ubunge, nafasi ya kiubunge, na hivyo hivyo. Ukija katika nafasi ya urais nao hivyo hivyo. Halafu leo tunaambiwa tushiriki katika uchaguzi ambao tunaona kote tulikopita huko nyuma tumeumizwa. Umeona? Ambapo tutakuwa tayari na itakuwa ni chama cha ajabu kinakubali leo kushiriki uchaguzi. Lengo kwamba fulani awe mbunge, ni lazima wafuasi na wanachama wake waumizwe, watekwe, wauliwe ili fulani aweze kutangazwa. Siamini kama ndo uhalali wa kiuchaguzi. Kwa hiyo sioni haja ya kushiriki uchaguzi wa namna hiyo. Ni bora chama mpaka dakika walichosema hatushiriki bila reforms kurekebishwa. Na sisi kama wanachama au wafuasi tunawasupport, tunaunga hilo kitendo. Ni sahihi, kwa sababu yaweza ikawa mgombea asiumizwe, lakini mimi mfuasi wake au mwanachama nikaumizwa, nikatekwa, kwa hiyo itakuwa ni raha au furaha kwake kuwa mbunge, lakini mimi mwananchi mfuasi wake nimeuliwa. Sidhani kama itakuwa ni jambo la busara. Kwa hiyo hata msimu huu ama uchaguzi wa mwaka huu bora upite tu hivyo hivyo. Yaani sisi tunaunga 101%.
kuliko tushiriki uchaguzi ambao hauwezi tenda haki. Mara 100 tubaki hivyo hivyo, acha washiriki wao, kwa sababu CCM na vyama vingine ambao vimeshatangaza kuingia katika uchaguzi viko 18. Chadema ni kimoja tu ndio amejiondoa mpaka dakika hii. Na tukijumlisha jumla ni vyama 19, lakini ambao vimesha saini sheria za maadili ya kiuchaguzi ni vyama 18. Na siku hiyo tumetangaziwa hiyo tarehe Chadema kutokusaini, tayari Chadema ameshapoteza sifa ya kushiriki uchaguzi. Umeona? Lakini juzi tena tunashangaa, tunaona mwanasheria mkuu wa serikali anatangaza, anasema Chadema bado ana nafasi ya kurudi kusaini fomu za maadili. Sasa tunajiuliza, je, yule aliyetoa tamko alilitoa katika sheria ipi? Na huyu mwanasheria tena anayetutangazia juzi Chadema wana haki ya kusaini zile fomu, naye anatumia sheria ipi? Umeona? Kwa hiyo wanazidi kutuchanganya vile wananchi, kutokana na ufahamu wetu sisi tulionao wananchi. Siku ile ya kwanza kabisa kusaini zile fomu za maadili, hakuna sheria ambayo inazungumza kwamba leo ndio mwisho wako, isipokuwa sheria inaeleza kwamba una haki ya kuja kusaini hata siku ya kuja kuchukua fomu. Una haki. Umeona? Kwa hiyo tunaona kama tunapigwa danadana, kuna uhuni fulani ambao tunaochezeshewa sisi kama Watanzania na wananchi kiujumla. Umeona? Kwa hiyo kutokushiriki kwa sababu ya sababu ambazo Chadema wanazieleza kwa wananchi, naamini kwa mwananchi au Mtanzania yote mwenye uelewa, mwenye ufahamu, atalipokea kwa mikono yote miwili. Mtazamaji wa Jambo TV, ni maoni ya wananchi mbalimbali kutoka hapa katika kijiwe hichi cha Kahawa kilichopo katikati kabisa mwa jiji la Arusha, hapa katika viwanja vya soko kuu. Na kikubwa zaidi ni hatima ya Chadema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wao wana maoni gani? Msimamo wao pia wa no reforms no election kwa sasa umefanikiwa kwa kiasi gani? Tutaendelea kuzungumza na wananchi. Habari yako? Salama kwema. Nilisema hivi, hii ni dabi ya watu wangapi? CCM na Chadema, na wote wanategemea wananchi. Huyu anasema no reforms no election, anategemea wananchi. Huyu anasema tunatiki, anategemea wananchi. Kwa hiyo yote kwa yote hapo tunaangalia wananchi wataenda upande gani. Na nikasema tena, mpaka sasa hivi inavyoonyesha, hawa wanaotiki mpaka sasa hivi tayari wanaanza kushuka badala kupanda. Wanaanza kushuka. Hawa ambao wanasema no reforms no election, wao ndio wanazidi kupanda, kwa sababu no reforms no election sio ya kiongozi. No reforms no election ni ya mwananchi mwenyewe. Mwananchi alianza kusema bila mabadiliko ya katiba sipigi kura. Hata wao ni mashahidi. Chaguzi zote zilizopita wao ni mashahidi. Kila siku inavyoenda watu wanashuka, badala watu wapande wawe na hamasa kupiga kura, wanashuka. Sasa wanavyoshuka ndivyo wanavyopoteza nini? Ile hadhi. Ila na mimi naomba niwaulize nyinyi waandishi wa habari na kuuliza swali. Uchaguzi ni kwa faida ya nani? Kwa nini mwananchi sasa hapewi ile haki yake ya kiuchaguzi? Mimi ninakuwa wakala, unaniwekea mtu wa kuniwinda. Unaniwekea mtu wa kuniwinda. Sasa hiyo haki yangu iko wapi? Unaniwekea masharti ya kutoangalia kura yangu. Haki yangu iko wapi? Sasa sina haki, sioni sababu ya kuwa na uchaguzi. Na huu uchaguzi usipofanyika ni faida ya nani? Si ya watawala. Waendelee kukaa mpaka mwisho. Kuna haja gani ya kuharibu kodi za wananchi kama watu tunaumizana hivi? Sipati haki yangu, unaniumiza. Kuna haja gani? Afadhali tuache. Kwa hiyo hii no reforms no election mimi naiunga mkono, kwa sababu
ni kitu ambacho kilikuwa rohoni mwangu, sio kwamba ni kitu nimeletewa. Kiko rohoni mwangu kwa sababu mimi nilishawahi kuwa wakala wa chama. Mazira niliyoyapata najua mimi mwenyewe, siwezi ongea chochote. Namshukuru tu Mungu, na ndio maana nikiambiwa hakuna uchaguzi mimi nafurahia sana, kwenye raha kubwa sana. Sioni faida ya uchaguzi. Mabadiliko yakifanyika, mabadiliko yakifanyika, si nitakuwa na haki zangu? Kwa hiyo nitaingia kwenye haki zangu, kwa sababu mimi nilikuwa najua uchaguzi ni haki ya msingi ya mwananchi, lakini sasa hivi sio haki ya msingi. Uchaguzi sio haki ya msingi. Unaona sasa Chadema kwenye msimamo wao kifanyika kwa kiasi gani? Chadema wamefanikiwa sana, kwa sababu unaona hata serikali wanavyohaha, wanahangaika lakini hapo kwanza kuna kitu hapo tujiulize, wananchi wa Tanzania wote tujiulize kwanza. Tujiulize, kwenye uchaguzi anadanganywa nani? Nani anadanganywa? Tunaambiwa uchaguzi ni wa huru na haki, alafu ukiingia kwenye uchaguzi sio wa huru na haki. Nani anadanganywa? Hilo ndio swali la kujiuliza. Ndio tuende kwenye mambo mengine, kwa sababu wewe unaniambia uchaguzi ni wa huru na haki, halafu mimi ninaingia kabisa, halafu unaniwekea watu tena wa kuniwinda mimi. Uhuru uko wapi? Na hapo sasa unamdanganya nani kuwa uchaguzi ni wa huru na haki, wakati wote ni wa Tanzania? Ikitengenezwa barabara tunatembea wote, kodi zikipanda tunalipa wote, kila kitu tunalipa wote. Sasa nani anadanganywa hapo? Ili tujue ndio tuende kwenye huo uchaguzi sasa. Mabadiliko yoyote? Hamna mabadiliko yoyote, kwa sababu mpaka sasa hivi mkurugenzi wa uchaguzi ni nani? Mwanzoni alikuwa nani na sasa hivi ni nani? Alafu niambie kuna mabadiliko yapi? Mkurugenzi wa uchaguzi ni huyo aliyepita, sasa hivi ni huyo. Mabadiliko yake ni nini? Ni neno tu, lakini matendo ni yale yale. Haya, tunakuja sasa, hawa watu wanateuliwa na nani? Na mtu mmoja. Sasa mabadiliko yako wapi? Hao wadau wako wapi? Kwa nini wadau wasikae wachague mtu wao wenyewe? Wadau wa uchaguzi ni kina nani? Si hivi vyama vyote? Kuna kikao kilikaliwa chochote cha wadau wa uchaguzi wakachagua mtu wao? No reform, no election, kama kawaida. Sawa. Wadau wa uchaguzi ndio wanatakiwa wakae wachague mwenyekiti wao, hata kama wachague sasa mwenyekiti ambaye ataenda kama hivi wanavyoenda, lakini kuna kisingizio cha wadau. Lakini sasa hivi hamna kisingizio cha wadau wowote, ni mtu anateuliwa. Kuni yapi sasa? Chadema imesema kwamba haitoshiriki kabisa uchaguzi wa mwaka huu, lakini vyama vingine wao wanaendelea na mchakato. ACT Wazalendo, lakini Chauma pia na CCM watu wanachukua fomu na kurudisha fomu, maana yake kwamba wanaamini uchaguzi hupo. Wewe maoni yako? Chadema haijasema kwamba haitashiriki. Chadema imesema no election, no reform, no election. Maana mfumo wa uchaguzi ukibadilika kwa maslahi ya nchi na taifa kwa ujumla, Chadema tutashiriki na sisi wananchi tutapiga kura. Lakini kwa mfumo huu, rais ndio anayemteua mwenyekiti wa chama, anayegombea ndiye anayemteua msimamizi wa uchaguzi. Mkurugenzi ni kwake, wakuu wa wilaya ni kwake, wakuu wa polisi ni kwake. Sasa mtu amempa kazi na mshahara na gari ya kutembelea, leo aje amsaliti? Kwa hiyo kwa mfumo huu uliopo, sisi si kwamba tutashiriki, tutatumia mbinu ya kusema kwamba uchaguzi huu hautafanyika. Ni kwa nini Chadema amesema uchaguzi hautafanyika? Chadema sana tunatumia nguvu ya umma kwanza.
Kama sasa hivi uliona kwenye mikutano ya Chadema kulikuwa na fomu za kujaza wanaopinga uchaguzi huu bila mabadiliko. Watu wamejitokeza kwa wingi, wamejaza fomu zaidi ya saini milioni 15 zimepatikana. Hizo zikienda nje huko kwenye mataifa, zikipokelewa na wenyewe wakifanya uchaguzi, wataulizwa hawa waliokataa ni kina nani na hawa waliokubali ni akina nani. Mzee Filipo Onesmo Vumu, mwenyekiti wa baraza la wazee kata ya Sinoni na ni Chadema Digital mkoa. Uchaguzi sio kwamba Chadema hawajasema uchaguzi haufanyiki. Chadema wamesema kwamba hawatashiriki. Chadema wamesema watashiriki iwapo mfumo utakuwa umefanywa marekebisho, ndio watashiriki. Ndio. Lakini sasa hatima sasa ya Chadema wewe unaiona wapi? Kwa sababu nadhani utanisahihisha vizuri, 2016 kafu Zanzibar kule waligomea kushiriki uchaguzi ambao ulitarajiwa urudiwe, wakagoma, lakini kafu ikaanza kusheki na mpaka sasa hivi kwenye ramani ya kisiasa haipo tena. Huoni kwamba Chadema pia yanaweza kujirudia yale ya kafu, kwa sababu unaambiwa mwenzako akinyolewa za kwako tia maji? Kafu haijakufa kwa sababu ya uchaguzi. Kafu imekufa kwa sababu ya mfarakano wao. Haikufa wakati ule wa uchaguzi. Lakini alianzia hapo, mwingine akitaka uchaguzi, mwingine kama sasa hivi tulivyoona mpasuko wa Chadema. Kafu haikuwa na mgogoro wa kiaina hiyo wa uchaguzi, kwa sababu ule uchaguzi wenyewe kwanza ulikuwa mdogo. So nini? Sisi Chadema usituchanganye na wale. Sisi tusiposhiriki uchaguzi, yani uchaguzi ukifanyika, sisi hatujashiriki, chama hiki kikubwa kitaendelea, sio kwamba kafu. Na sisi tukushiriki, tushawahi kushiriki hapa 2020 wabunge hatukupata, ikatumika nguvu. 2022 2019 hivyo hivyo, 2024 hivyo hivyo. Kwa sasa hatuwezi kushiriki bila reforms kuwa sawa. Kwa maana yake tuseme ile jimbo la Arusha mjini sasa hivi kama mtashiriki uchaguzi utegemee kupata viongozi wengine wa chama kingine. Hata mwanzo ilikuwa hivyo, Gambo ndo bunge hapa na kupita vizuri pia. Chadema ilikuwa wako juu, lakini baada hapo kwenye kuchagua, kwenye tume ya uchaguzi ikampa Gambo. Kwenye alichaguliwa. Kama sio nguvu angepita. Unasema tutaka kutumia nguvu ile kwenye uchaguzi. Unajua kwenye uchaguzi haitaki kutumia nguvu sana. Kwa mfano Malawi, Zambia huko, kwenye uchaguzi wao hawatumii nguvu. Kwanza hawalindi kura. Wa Zambia wakipiga kura wanaenda zao nyumbani. Ile tume ukija kuhesabu kura inakuta ni ile yule aliyeshinda. Kwa sisi pia tunataka tume ya hiyo. Mahela, bwana mmoja anaitwa Mahela, alikuwa nadhani mkurugenzi wa tume au kitu gani nadhani. Leo anaenda kuchukua fomu. Yule alistahili kugombea kwa chama chochote? Alistahili? Basi hivyo. Kwa hiyo nyinyi mnataka viongozi wa tume wawe huru, wasiwe na chama chochote, maana yake sio Chadema wala sio CCM. Wawe huru ndio. Kwa sababu kuapa peke yake haikurahisisha, kuapa peke yake haikufanya ukane chama. Inatakiwa anayesimamia uchaguzi awe huru. Habari za mdau ni nzuri sana. Wanakuita nani, watokea wapi hapa Arusha? Naitwa Noel Mbise. Mimi niko hapa Arusha lakini ni mkazi wa Arumeru Magharibi. Bila shaka una chama bwana, ni Chadema, CCM, Chauma? Yaani mimi ni Chadema kuliko Chadema. Chadema damu. Sawa, Chadema bwana mshiriki uchaguzi mwaka huu. Vipi? Maoni yako ni yapi? Hatima yenu ikoje mpaka sasa hivi hamuelewi mnashiriki? Wengine wanasema mtashiriki, wengine wanasema mtashiriki. Mimi ninachoona sisi si kwamba hatushiriki uchaguzi, lakini wakifanya yale marekebisho ambayo tunataka afanyike, tutashiriki uchaguzi. Kwa sababu hatuwezi kwenda kila kipindi kwenye uchaguzi mara tuambiwa hatujui kusoma na kuandika, mara tupigwe, mara tufungwe, mara tufunguliwe makesi, mara tuuawe. Sasa kuna maana gani ya kwenda sisi kufa au kufungwa au kupigwa? Ni bora tuwaachie wao wapambane wenyewe, kwa sababu wamekataa tukifanya uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo mimi naona tuko sahihi kabisa. Wakifanya marekebisho sisi tutashiriki uchaguzi. Uchaguzi sasa wa mwaka huu na utazamaje wewe? Chadema chama kikuu cha upinzani na bila shaka na wanachama wengi ukitoa CCM. Chadema kuto kushiriki kwenu, kuna namna yote itapoteza mvuto wa uchaguzi?
Uchaguzi utapoteza mvuto kwa sababu wanashiriki labda chama kimoja. Hiki kingine wamekifungia. Wako Chauma lakini na Chauma ile ni CCMB, hamna kitu pale. Chauma sio hakuna kitu. Yaani chama hapa ni Chadema tu. Hivi vyama vingine vyote unavyoviona ni mapandikizi tu ya CCM, lakini chama ni cha upinzani ni chama kimoja tu kinachoitwa Chadema. Zima kabisa. Kwa majina naitwa Godson Ernest. Mimi ni mkazi wa kata ya Kimandolu. Ndio Chadema bwana watashiriki uchaguzi. Maoni yako ni yapi? Hatima yao unaiona wapi? Mimi hatima ya Chadema kwanza nawaelewa. Na wananchi wanaelewa Chadema kwa sababu nchi imekuwa kama shamba la viongozi wa CCM wameshafanya nchi ni mali yao. Kwa hiyo wanatumia resources zetu vibaya kwa ajili ya kujinufaisha wao na familia zao. Sasa kwa wananchi imewachosha sana, ndio maana wanakiamini Chadema sana kwamba ndio chama kikuu kinaweza kawakomboa wananchi na kaweza kuleta maendeleo kwenye nchi ya Tanzania. Kwa hiyo mimi kwa reformu ambao Chadema walizosimamia, mimi naziunga mkono kwa 100% kwa sababu pasipo mabadiliko kwenye nchi ya kimfumo ya kiuchaguzi hakuna jambo lolote linafanyika, kwa sababu tumeshafanya chaguzi nyingi sana kwenye nchi, alafu wananchi wanazulumiwa haki yao kwa sababu wanamtaka mtu fulani lakini apewe yule mtu kwa sababu ya mifumo mibovu ya uchaguzi. Kwa sababu ukiangalia mifumo ya uchaguzi kuanzia kwenye kata, msimamizi wa uchaguzi ni mtendaji wa kata. Anapewa agizo na viongozi wa juu wa chama kwamba tunamtaka mtu wetu. Kwa hiyo unakuja kujikuta wananchi wanafanya kazi ya bure kuunga foleni na kumchagua mtu ambao wanaomtaka, alafu wanapewa mtu ambao asiotakiwa na wananchi. Kwa hiyo mimi napenda sana reform zifanyike, kwa sababu reform mimi naamini wananchi watapata kile kitu wanachokihitaji na maendeleo yataletwa kwa wakati, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kama hii miaka 5 au 10 iliyopita tumepata viongozi ambao wajali wananchi, kwa sababu ni viongozi wanaochaguliwa na mfumo mbovu. Yaani mtu anachaguliwa na watu, sio kwamba ni wananchi wanamchagua. Kwamba maendeleo yamestaki kwenye nchi, maendeleo yamestaki kwa kweli, kwa sababu mifumo imekuwa mibovu. Ukiangalia tumeingia kwenye uchaguzi, akaingia marehemu Magufuli, akafanya uchaguzi, akapita, baada ya kupita akatubadilishia nchi. Akatengeneza mtiririko mbovu wa kuweka Tarura sasa hivi hawagusi maendeleo ya wananchi kwa wakati. Kuna barabara nyingi zimestaki, ukienda maendeleo mengi sana yamestaki kwa sababu ya mifumo mibovu. Zamani wakati halmashauri ilikuwa inaendeshwa na madiwani ndio wanasimamia, maendeleo kwa yanaenda kwa sababu madiwani wakipiga kelele, halmashauri zinafanya kazi. Lakini sasa hivi Tarura tunafanya kama ukizunguka kila kona ya barabara za nchi, barabara ni mbovu. Kwa sababu gani? Mifumo mibovu iliyotengenezwa. Serikali wamepeleka pesa zote serikali kuu, wanatushushia maendeleo kwa muda wanaotaka wao. Pesa nyingi kama umesikia CAG ameshazungumza zaidi ya mara 5 kwamba nchi mabilioni ya pesa yameliwa. Lakini sio kwamba pesa hazipo. Pesa wananchi wanajitahidi kukusanya nini? Kulipa kodi. Lakini pesa zikienda kule hazina wanaamua kujipangia kwamba leo hii tupeleke Arusha kiasi fulani cha pesa, mkoa huu tupeleke kiasi fulani. Kwa hiyo ni matakwa ya mtu fulani. Na ni kwa sababu ya mifumo mibovu ya nchi, ya sheria za nchi. Kwa hiyo mimi naomba nchi tukifanikiwa tukaweka reforms zikawepo za uchaguzi, wananchi wakamchagua mtu wanaomtaka. Yule mtu atakuwa wananchi wana uchungu naye, na yule mtu atakuwa na uchungu na wananchi, atafanya kazi inayopasa kwa wananchi. Mimi kwa kweli mimi naomba reforms zikifanyika uchaguzi utakuwa mzuri.